Chama cha Matopas Tanzania maana yake ni vikundi vile vya wafanyakazi wa usafi wa mazingira katika maana ya wapakuaji na wazibuaji wa vyoo. Lengo letu kubwa ni kuona kwamba maisha katika jamii yanakuwa salama. Changamoto za kuziba au za vyoo, kuzibua na kupakua vyoo zipo kila kona ya makazi. Lakini sasa hivi kutokana na hiki chama cha Matopas, choo kinaziba, mhudumu yupo wa kuzibua, mhudumu yupo wa kupakua pale ambapo magari hayafiki. Leo WaterAid imefanya kitu kikubwa sana. Hawa ambao walikuwa wanatembea na mayeboyebo, wanaenda na kapero zao, sasa tumepewa vifaa kinga, buti, overall, gloves. Hivyo ni vifaa ambavyo vinahitajika sasa kwenye hiyo kazi. Kwanza kabisa tuwashukuru WaterAid kwa kutukumbuka, lakini pia kwa kuthamini kazi yetu tunayoifanya kwa kutuwezesha haswa katika upande wa vifaa kinga, hususa kwenye gumboot, gloves na jezi pia. Changamoto ambazo tulikuwa tukizipata mara ya kwanza wakati tunaenda kuzibua vyoo, tulikuwa tuna gloves za kuvaa, tunakutana na viwembe, visu. Tulikuwa tukifanya kazi tunashika hivi bila kuwa na vifaa kinga. Hiyo ilikuwa inapelekea kusambaza uchafu hata katika vyombo vyetu tunavyovitumia majumbani. Kwa hiyo ilipelekea kuzalisha magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu. Kupitia vifaa hivi mmetuwezesha kutupa moyo pia wa kufanya hii kazi kwa bidii, lakini mmetuwezesha pia tuipende hii kazi tofauti na mara ya kwanza tulivyokuwa tukiipenda. Mara ya kwanza tulikuwa hatupo na vifaa. Tulikuwa ni watu wa kujitegemea tu kwa jinsi tulivyo. Lakini tunawashukuru sana kwa kutuletea vifaa, na hata hivyo jamii itakuwa salama kwa kupitia vifaa hivi. Kimsingi vifaa vilivyotolewa vimekuwa ni msaada mkubwa sana. Fikiria mtu anaingiza mkono mzima kwenye kinyesi. Leo mtu ana gloves. Fikiria mtu mzima anazamisha miguu yake kwenye choo. Leo mtu ana gumboot. Leo mtu huyu ana mavazi rasmi. Kwanza amerasimishwa, lakini ni kinga. Kwa hiyo kiafya ni msaada mkubwa sana. Inampa mtu kujiamini, inampa mtu kuthaminika. Sio vifaa ambavyo tunaweza kuvisemea katika uchache. Ni vifaa vya muhimu sana na vya maana sana. Siku ya leo nimejifunza mengi. Nimetoka nyumbani nikiwa sina lolote juu ya masuala mazima ya kinyesi. Cha kwanza nimejua kwamba kinyesi kinatupatia gesi, kinyesi kinaweza kikabadilika kikawa maji safi, kinyesi unaweza ukakitumia kwa ajili ya kutengeneza matofali, lakini pia vijana wetu wamepata ajira kupitia kinyesi hicho. Baadhi ya watu walikuwa wananyanyapaa hii kazi, lakini kupitia elimu ambayo imetolewa leo, vijana wengi wameibuka na kuona kwamba hii ni ajira ambayo inaweza ikawafanya wakaishi na familia zao vizuri tu. Mtu asiseme tu mvua imenyesha tufungulie kwenye mitaro. Hapana. Haya maji taka yabebwe, yapelekwe kwenye mifumo inayochakata, yachakatwe, yarudishwe kwenye matumizi mengine. Tunataka kufikia hatua ya kukomesha ule uchafu ambao unaleta madhara kwa jamii, yani unaoleta madhara ya vipindupindu na magonjwa mengine ya milipuko na ya matumbo, kuhara na vitu mbalimbali. Usafi ndo zetu.